Yesu makofi na vigelegele. Mathayo 17. Mathayo 17 aya ya 22 na 23. Mathayo 17 aya ya 22 na 23. Na walipokuwa wakikaa Galilaya, Yesu akawaambia, Mwana wa Adamu anakwenda kutiwa katika mikono ya watu, nao watamuua, na siku ya tatu atafufuka. Wakasikitika sana. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Awali ya yote ninamshukuru Mungu ambaye amenipa neema na kibali ya kufika kwenye madhabahu hii tena ya Kikunguni B, mara yangu ya pili kusimama hapa kwa ibada na ujumbe huu wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Lakini pia ninapenda kushukuru uongozi wa ushirika huu wa Kikunguni B, kama mchungaji ambaye ni mkuu wa jimbo, mchungaji Fenki Kimambo, pamoja na mjilisi na parishioneka na watumishi wote, lakini wazee wa kanisa na ninyi wa Kristo. Mungu awabariki sana. Semeni amen. Majina yangu ameyataja, nirudie tu, si muhimu sana. Naitwa Mchungaji Mathias Simon Msuya, ni baba na mume wa mke mmoja na ndoa takatifu ya Kikristo iliyofungwa mwaka wa 95, na Mungu ametubariki watoto 4 na wajukuu 3. Si haba, tulipenda tuongeze, lakini wakati na majira haviruhusu. Ngoja waongezeke upande huu sasa kwa wale tuliopewa. Amen. Bwana asifiwe. Wale ambao hamjaoa na kuolewa, nyosheni mikono. Labda kama hutaki kuoa na kuolewa. Mungu awape wenzi. Semeni amen. Wewe kijana, wewe baba uoe, na wewe binti, wewe dada uolewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mabinti mfikike. Amen. Si kwa kujirahisisha, lakini mfikike katika utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Akija kijana kwa unyenyekevu, kwa utii, usimwambie nimeolewa na Yesu. Acha uongo. Unaolewa na mtu, Yesu anakuokoa. Bwana asifiwe. Biblia imesema zaeni kaongezeke kaijaze nchi. Utaratibu wa kuzaa ni kuoa na kuolewa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Samahani kwa wale ambao utakwazika kwa hilo, lakini utaratibu wa kuzaa na kuongezeka kibiblia ni kuoa na kuolewa. Amen. Na vijana tuna jambo letu, unafahamu. Tuna jambo la mtihani wa ufahamu wa Biblia mwezi wa Machi, na imani mjilisi na imani kwa shanza timu ishaingia darasani. Lakini pia tuna jambo letu, uimbaji sanifu. Muziki umeshatoka, wimbo namba 110, haleluya haleluya, sauti na mioyo juu. Ninaomba Kikunguni B vijana msinidondoshe chini, niwaone kwenye jukwaa kwa ajili ya uimbaji. Bwana asifiwe sana. Na ninaomba kamati ya malezi kulisimamia jambo hili ambalo vijana hawa tunapoimarisha katika uimbaji huu, tunatengeneza kwaya kuu. Bwana asifiwe sana. Tunatengeneza kwaya kuu. Akifikia rika lile lingine, unaenda kule, utumishi unaendelea. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ninawapongeza sana
mwinjilisti, nasikia habari ya semina neno la Mungu. Ni jambo la muhimu, ukisikia habari za neno la Mungu likimbilie. Bwana asifiwe sana. Nyakati hizi si nyakati rafiki sana, maana wako manabii wa uongo, na ninyi mnapenda sana kutabiriwa. Hampendi kufundishwa na kufunza neno la Mungu. Mnapenda kupokea funguo za magari wakati ufanye kazi. Hata kisado cha nyanya huuzi, unaambiwa pokea, unasema I receive from where? Umefanya nini unapokea? Acha ujinga, fanya kazi, muombe Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kazi, tusikimbie. Acha kumaliza soli za viatu, acha kubadilisha watumishi. Yuko Yesu ambaye habadiliki, ni wa milele na milele. Ukimpokea umebarikiwa, umepokea yote. Una yumba nini? Nawahurumia sana wa mama na wadada. Wadada hawana pa kuweka ile mizigo, wanachukua chupa za maji. Maji yanauzwa dukani, ukienda inauzwa, unaweza ukanunua ukaibariki, kwa kadri unavyotaka, unayatamkia tu unavyotaka. Maji haya na yabariki, yawe damu ya Yesu, nikinywa nipone kile kinachoniuma, nipone mgongo, nipone miguu, kwa jina la Yesu, amen. Mafuta ya kula sile ya kukanyaga, mafuta ya kupikia chakula. Usikanyage mafuta, hata dharau. Ni kiungo cha chakula, alafu unanunua kwa gharama kubwa. Toa sadaka. Hapa tuna ujenzi, mtolee Mungu hapa, nyumba ya Mungu ijengwe, ubarikiwe. Unatembea na begi limejaa mafuta, limejaa chumvi, limejaa nini, ghasia tu. Acha mambo hayo. Yesu sio mdogo anayekaa kwenye chupa. Yesu ni roho, anakaa popote, akiaminiwa anatenda yoyote. Amen. Bwana asifiwe. Ninashukuru kwa watumishi wa Mungu, wazee wetu hawa, Mchungaji Michael Dumi na Mchungaji Mama Wilo. Asanteni sana kwa kuendelea kumtumikia Mungu hata katika umri mlio nao, hamjaacha ibada. Mungu awabariki sana. Ninabarikiwa sana na wazee hao, watumishi wa Mungu ambao wamemtumikia Mungu. Hawa ndio waliovunja vichaka, waliofyeka misitu. Sisi sasa hivi tunatembea mahali ambapo wao walikwisha kukanyaga. Bwana asifiwe sana. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu. Piga makofi na vigelegele. Ndugu zangu, yatoshe hayo niliyosema. Sasa tusikie neno la Mungu. Wazo kuu ambalo tumepewa leo mpaka Jumatano, Yesu anaiendea njia ya mateso Yerusalemu. Yesu hakwenda Yerusalemu kwa bahati mbaya. Alijua kabisa kitakachotokea na kitakachotendeka, lakini alichagua kwenda Yerusalemu. Na hapa alikuwa njiani akielekea katika mji huu wa Yerusalemu, ambapo angeandikwa msalabani. Na hivyo kwa safari hii ngumu Yesu anayoiendea, anatufundisha kutii mapenzi ya Mungu, upendo wake kwa wanadamu, yani kwetu sisi. Lakini jambo la tatu, anatufundisha kuwa majasiri wa kiroho. Na ndugu zangu, Yesu alijua mateso yanamsubiri kule Yerusalemu, lakini hakuyakimbia. Na alijua kuwa atasalitiwa, atakataliwa kule Yerusalemu, atapigwa akiwa Yerusalemu, na atasulubiwa, na kisha atauawa, lakini siku ya tatu atafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili la tatu ndio la muhimu.
Yale yote kule yaliyotendeka yalikuwa yanapeleka kwenye hili la tatu, kwamba mateso ya kukataliwa kupo, kusulubiwa kupo, kupigwa kupo, kuuawa kupo, lakini tunakumbuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi na wewe sijui kama haya tunayajua. Ngoja nikuulize mwanandoa mwenzangu. Unajua kwamba kwenye ndoa kunaweza kukatokea fukutu? Kwenye ndoa unajua kwamba inaweza kutokea mkong'oto. Unaweza kuongolewa jibu. Unajua? Uko tayari? Sasa kwa mjumbe unapeleka habari gani? Siku hizi haijalishi kwamba ni mama anapigwa au baba. Yoyote tu, kwa sababu sasa wote wa baba tu. Tofauti na wazee wetu hao. Pia anajulikana kwamba baba anapiga mama. Lakini sasa hivi baba fanya mchezo, utakumutu tu. Ninakuhakikishia. Nyenyekea tu. Usijimwamba vai. Na wao sasa ni miaka. Labda sijui, lakini Tanzania hivyo. Ila Kenya hasa. Kenya wanavunja mpaka mguu. Yaani mama wa Kenya hana mchezo na mwanaume. Mwanaume akileta fie vunja mguu. Sasa nikuulize mwanandoa mwenzangu. Unajua yatakayotokea? Unajua? Unajua siku moja utamfumania, utapata message mbaya. Unajua? Sasa ukishajua ikitokea, ujasiri wako uko wapi? Umejiandaa kuyapokea? Uko tayari yakitokea? Utatulia, utavumilia? Mbona kuna talaka nyingi? Wakristo, mbona kuna talaka nyingi? Watu wa Yesu, mbona kuna hizo talaka? Kwa nini? Wakati Yesu yupo. Yeye anajua Yerusalemu kuna mateso, Yerusalemu kuna kukataliwa, Yerusalemu kuna kuuawa, Yerusalemu kuna kusulubishwa. Lakini ameamua kwenda, hata kama yapo amekusudia kwenda, lazima aende ili mpango wa Mungu upate kukamilika. Haleluya, Bwana asifiwe. Lakini hebu fikiri, hilo ndilo litaja linapotokea. Kuta mtu mahakamani ameweka mpaka wakili. Kwani unajua mpango wa Mungu wa wewe kuitwa kwenye hiyo familia? Unajua mpango wa Mungu? Kwa nini ulienda hapo? Ni lazima ujue mpango wa Mungu kwenye maisha yako. Lazima nijue mpango wa Mungu kwenye utumishi wako. Kwa nini nikutane na magumu? Mungu anakusudi. Ndio maana aliniandaa, akanifundisha, nikapata elimu ya neno la Mungu, ya maisha ya Yesu, ya maisha ya manabii, ya maisha ya mitume na wengine wengi waliotutangulia kwenye kazi. Ndio maana kuna mifano yao ili tujifunze huko. Lakini kila siku neno linaingia hapa, linatoka huko. Magumu yakija hatuyataki hata kidogo. Ni watu wa kulia, ni watu wa kulalama. Hatuna muda wa kupiga magoti na kumwomba Mungu. Neno liko tayari kutuongoza, kututia nguvu, kutufariji na kutuimarisha ili tuvuke pale tunapopita. Lakini hatulitegemei neno la Mungu. Tunategemea nguvu na akili zetu. Hatujui mpango wa Mungu kwa Ukristo wetu. Ndio maana kama hayo ndiyo yataja unayakuta. Kiongozi kwenye kundi, labda la kwaya, labda jumuiya, wakati mwingine mzee wa kanisa, jambo gumu likimkuta, hata kidogo anasema, yaani nimeumia sana, natamani kuacha kuabudu. Unatamani kuacha kuabudu? Kwani ulianzisha wewe? Alianzisha si Yesu? Mshirikishe Yesu mwenye kuanzisha, ambaye
atakamilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha kusikitika, acha kuumia. Yuko aliyeumia, yuko aliyevuliwa nguo, aliyeaibishwa, lakini akashinda. Yu hai hata milele na milele. Funguza wewe na mimi ambaye tunagombea chuki, tunagombea ardhi, hatua mbili tu. Mtu akikanyaga kidogo tayari. Yuko ambaye hana shaka, yeye ndiye tumaini letu, tunayepaswa kumwendea, tunayepaswa kumweleza, tunayepaswa kumshirikisha pale tunapoona kuna magumu kwenye maisha yetu, kuna changamoto kwenye maisha yetu, kuna changamoto kwenye utumishi wetu, tunamshirikisha yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Yesu alijua hayo yatampata, na hapa tunajifunza mambo matatu. La kwanza, Yesu hakuishi kwa mapenzi yake binafsi, bali kwa mapenzi ya Mungu. Ndio maana alishinda. Usiwe wewe kwa mapenzi yako binafsi, kuwa wewe kwa sababu Kristo amependa wewe. Tufahamu kwamba wakati mwingine njia ya Mungu si rahisi, lakini kutii mapenzi ya Mungu ni salama zaidi kuliko kutii nafsi zetu. Lakini Yesu hakwenda msalabani kwa sababu ya dhambi zake. Alienda msalabani kwa sababu ya dhambi zako na za kwangu, kwa sababu ya dhambi zetu. Upendo wa Yesu kwetu ndio uliompeleka msalabani. Yesu alitupenda hata tungali wenye dhambi, yeye ametupenda akasema, nakwenda msalabani, damu yangu itaondoa dhambi zako. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Bwana asifiwe. Manake tunapokutana na magumu yoyote, tunainua macho yetu msalabani. Wana wa Israeli jangwani walinung'unika mno, Mungu akakasirika, akapeleka nyoka wadogo Yesu, wakawang'ata. Walipowang'ata walikuwa wanakufa, lakini Mungu akamwambia Musa, muinue nyoka wa shaba juu ya mti. Kila atakayeng'atwa na nyoka hao, akitazama nyoka wa shaba, sumu ile ya nyoka wadogo inamtea. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tumtazame Yesu msalabani. Yesu ndiye msaada, Yesu ndiye tumaini. Tusishikilie ya kwetu, tuyaache ya kwetu, manake tutubu dhambi. Alafu tumwangalie Kristo, na hivyo tutapata huruma na rehema zake. Ndugu zangu, kukimbia mateso ni rahisi, lakini kukabiliana na mateso kwa imani ndio ushindi na ujasiri wa kiroho. Yesu alikabiliana na yale mateso. Hata alipojaribiwa yale majaribu matatu, aliyakabili, alikuwa na ujasiri. Alijua neno la Mungu, na kwa sababu hiyo akamshinda shetani kwa neno. Akawa jasiri, hakuogopa. Hata ilipotokea njaa, akashurutishwa abadili mawe ya mkate, hakusikiliza. Alitii Mungu, alitii mapenzi ya Mungu. Alijua mtu haishi kwa ajili ya jambo hilo, lakini anaishi kwa kutekeleza na kutii mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumtii Mungu, tujinyenyekeshe kwa Mungu, tujishikamanishe na Mungu, tutaweza kuvuka na kushinda magumu yanapotujia. Wanafunzi wakahuzunika sana kwa sababu walikuwa na matarajio tofauti. Ndio maana walihuzunika. Hata wewe leo, hata mimi leo, tuna tabia kuhuzunika sana tunapoona jambo, inapotokea jambo. Kwani nijiseme mwenyewe, naonaje nikimaliza ibada hapa mkanikuta mna Serengeti bia, mtasema mchungaji mlevi, sio? Si ndio? Ila nyie mkinywa sio ulevi. Eti ila tu mchungaji,
Yesu Kristo amekuja kwa ajili yetu sisi sote. Hakuna dhambi ya mchungaji na dhambi ya muumini. Dhambi ni dhambi, uovu ni uovu, na wote kwa pamoja siku ile, niwaambie kweli, tutasimama mbele ya kiti cha Kristo kwa ajili ya hukumu ya maneno, ya matendo, ya kila nilichokifanya, ulichokifanya, wote tutasimama pale. Hakuna daraja kwenye uzima wa milele, hakuna daraja. Ili kuingia mbinguni kwenye uzima wa milele ni kutubu na kumwamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha. Ndio solution yake, wala hakuna jambo lingine. Sasa wewe umebaki na kidole mchungaji, mtumishi, mzee. Tubu bwana. Acha hicho kidole vingine vinakuhukumu, vinakurudia. Tengeneza maisha yako. Tubu, mrudie Kristo. Acha dhambi, acha chuki, acha uovu ili uende mbinguni. Kwa hiyo wanafunzi wakahuzunika sana. Kuhuzunika tu. Isingekuwa ana taaluma ya kusikitika. Hawa walisikitika kwa sababu walikuwa na matarajio tofauti. Walikuwa na matarajio ya kumpata Masihi wa nguvu za kivita, wa nguvu za kivita, lakini pia walikuwa na matarajio ya kumpata mfalme wa kisiasa ambaye atapambana na Warumi. Walikuwa wanamhitaji huyo, lakini pia walikuwa wanataka ushindi wa haraka. Walishindwa kuvumilia. Mara nyingi Wakristo tunakosa uvumilivu, tunapenda haraka, jambo liwe haraka, kwa haraka tu. Yaani nikishaona tunataka likamilike mara moja, unamkosea. Mungu ana utaratibu wake na mipango yake kwa ajili ya maisha yako na maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alikuwa na mpango mkubwa zaidi. Hata sisi mara nyingi tunapohuzunika, tunapopitia majaribu na tunapokosa kuelewa mpango wa Mungu, si kwa sababu Mungu anashindwa, bali kwa sababu hatuoni picha kamili. Hatuoni picha kamili. Yaani hatuoni kule. Yesu aliona kule. Wapi anakwenda? Unakusudi gani kule anakokwenda? Subiri uone kule ambako Mungu amekukusudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Niliwashuhudia siku juu ya maisha ya kidogo. Mchungaji Michael Mduni, huyu baba alitumika kwenye huo sharika, sitamtaja, lakini alitumika, ila haukuwa wakati wake, alikuja baadaye. Wakati ni marehemu sasa, mchungaji Jafet Gehazi Malasos ni marehemu sasa, baba yake Askofu Alex. Yule baba marehemu huyu ndiye alifundisha utumishi huu. Nilikuwa nabeba mkoba wake, anaenda kushirikisha wagonjwa, anabeba mkoba. Baadaye akaanza kuniita ofisini, akaniambia, ujifunze liturujia. Kuna siku utakuachia ibada, utakuwa unaongoza ibada, alafu mwingine atahubiri. Siku nyingine utakuwa unahubiri wewe, mwingine ataongoza liturujia, kwa sababu nimeona utumishi wa Mungu ndani yako. Sikuomba, lakini watu waliona. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu waone ndani yako kuna nini, kijana. Watu waone ndani yako kuna nini. Sio leo unatupigia muziki, kesho umesusa. Leo unapiga gitaa, kesho upigi kwa sababu hujalipwa. Huo sio utumishi. Tumia karama Mungu aliyokupa. Watu waione karama, watu waone Kristo kwenye huo utumishi. Watu wamtukuze Mungu kwa huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
mwaka wa 1991 nilikuwa mshazaliwa hapa. Kuna alikuwa mzaliwa hapa 91? Hakuna. Yaani sana sana 2000. Tuchukulie 2000. Samahani. Hebu 2000 wasimame. 2000 ndio zaliwa 2000 wote tusimame. Naogopa nini? Kwani ni dhambi? Simameni. Ndio wakati uliozaliwa. Sio mimi wale waliozaliwa mwaka 2000. Wengine wanaogopa, najua ni wengi, lakini wengine wanaogopa. Nataka niwaambie, mnajua ninyi ndio washirika ambao sisi tutawaachia ninyi. Ndio maana yangu ya kusema hivi. Mketi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baba akaniambia yule marehemu, akaniambia Matias, andika barua ya kuomba kwenda kusoma. Nikaandika ya kwanza mwaka 91. Sasa sijui kwa mwaka baraza linakaa mara ngapi, lakini baraza halikuona. Yaani baraza lilikaa, barua ikasoma, lakini hawakusikia. 91 ikapita. 92 akaniambia andika. Baraza likakaa mwaka mzima, vikao vyake sijaonekana, nikavumilia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati huo unafanya kazi wizara ya elimu, sio kwamba nilikuwa nimekaa hivi hapa. Kwa nafanya kazi wizara ya elimu. Nilikuwa katibu wa vijana wa ushauri. Nilikuwa naongoza kundi la vijana, kwa mwimbaji. Wale wanaofahamu sauti ikatoka moyoni msikize. Ndio tuliimba. Wakati wa waimbaji ni Bwana asifiwe sana. Kule kwenye video mnaona sura nyingine. Mwanadamu ni Mungu, ni mimi, sio yule. Kule mnaona photo original. Ndio. Lakini vijana wanavyotengeneza sasa, wakatengeneza namna remix hiyo, alafu wakaimba huko. Lakini ile original yenyewe ile msanii, utaona ukienda pale Mama Store, ukiangalia kwenye ile compact utaona Ebu Msuya, F Moshi na Ene Nyanduka. Tulikuwa watu watatu ambao tuliweka signature zetu wakati wa kusubmit. Kwa hiyo miaka yote hiyo imetumika, si kulalamika, kwa sababu kumtumikia Mungu. Yaani huwezi kusema mimi naweza au nafaa, hapana. Mungu ni anayejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mpaka 98 ndipo wakasikia wale wa 98. Mabaraza mangapi haya? Mawili. Baraza la kwanza likaisha, nikaja lingine 98. Ndio nikaenda kusoma Kristina na Roma. Nilipomaliza nikatuma huko Rufiji. Nikatumika huko Rufiji. Lakini wakati naenda Manemang'o nilikuwa sikupokea wizara ya elimu sasa. Kule mwaka 94 wakati wa Rais Mwinyi, na serikali ilipunguza wafanyakazi 80,000. Kwa hiyo na mimi nilikuwa mmoja wapo. Baada ya pale nikaenda shirika la Aga Khan Education Foundation, nikatumika kule. Kwa hiyo 98 nitokea Aga Khan, hiyo nikaenda kusoma. Kwa hiyo uvumilivu, hakuna haraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusiwe na haraka, tuwe wavumilivu. Tutulie, tumsikilize Mungu anataka nini, ana mpango nini na wewe. Ndipo uvumilivu nikaona mpango wa Mungu kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpango wa Mungu kwangu. Na nilipomaliza tu masomo yale, nilipelekwa Rufiji. Wakati naenda Rufiji hakuna barabara ya lami. Wakati wa Rais Mkapa hakuna barabara ya lami huko kusini. Ilikuwa ni vumbi. Unatumia masaa 8
kutoka mtoni pale kwenda kule. Masaa nane umekaa kwenye gari, yaani ukifika mgongo unauma. Kule kulikuwa kuna daraja, ile daraja ilijengwa wakati wa Mkapa. Kwa hiyo kulikuwa kuna kivuko pantoni. Kwa hiyo kuna magari mengi yamezama kule kwenye mto Rufiji. Mengi yalizama kwa sababu ya nyakati hizo za wakati huo. Ndio yalikuwa maendeleo pantoni. Maendeleo haya yamekuja sasa. Lakini yote hayo yanahitaji uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Uvumilivu. Yesu alivumilia mateso. Alitukana akavumilia akanyamaza. Sio kwamba hakuwa na mdomo, alikuwa anaweza kujibu. Yeye ni Mungu, yeye ni Roho. Angefanya lolote lile. Angekwepa kwa namna yote kwa sababu yeye ni Mungu. Lakini alitulia na kuvumilia ili atufundishe sisi kutulia na kuvumilia na kunyamaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tusiwe na haraka ya jambo. Tuombe Mungu akamilishe na kutimiza mpango wake kwa lile alilokusudia. Usijaribu kuingia kwenye mpango wa Mungu ili uofusi na kuulazimisha. Hapana. Petro alitaka kuingia kwenye mpango wa Mungu, akamkata yule mtumishi sikio lake. Yesu akamwambia hapana, ufalme wetu hauendi kwa upanga. Rudisha upanga halali, acha mpango wa Mungu utimie. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo njia ya msalaba ni njia ya wokovu. Kama Yesu asingekwenda Yerusalemu, hapangekuwa na msalaba, hakungekuwa na damu ya ondoleo la dhambi, tusingeshiriki sakramenti ya misa ya Bwana leo kama Yesu asingeenda Yerusalemu. Kuna mahali wanafunzi walimwambia, juzi wataka kukuua, unarudi tena huko. Walitaka kuzuia mpango wa Mungu. Lakini kama asingeenda kule, leo hivi tusingekusanyika hapa kuhubiri. Tumehubiri nini? Kuhubiri kwetu ni kwa sababu ya Kristo Yesu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kabla ya Kristo huwezi kuhubiri haya. Kasome historia ya Wayahudi, utaona walichokuwa wanahubiri. Kasome historia ya ukoo wako, utaona walichokuwa wanahubiri. Miungu tu. Lazima mrudi kule kwenye miungu. Kwenye mafuko kule ya wakati waliokufa. Kwenye makaburi kule, lazima mrudi kule. Mkaanze kutambika, kuchinja mbuzi, kufanya hivi na hivi. Yaani mtu akiota ndoto tu anaambia nenda kaburini. Ukafanya ni kaburini. Mkaza ni Yesu. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo. Kwa hiyo kusingekuwa na ondoleo la dhambi, hakungekuwa na wokovu. Msalaba ulionekana kama kushindwa, lakini ulikuwa mpango wa ushindi wa milele. Kifo cha Yesu kimeharibu nguvu ya dhambi, kimevunja mamlaka ya mauti, kimeleta upatanisho kati ya Mungu na mwanadamu. Yesu akasema, na siku ya tatu nitafufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ufufuo ni kuthibitisha kwamba mateso hayakuwa mwisho. Tunajifunza kwamba kuna wakati Mungu anatupeleka katika njia ngumu ili kutuandaa kwa utukufu. Ndio maana anakubali upite kwenye changamoto. Sio kwamba hizo changamoto zinakuja kwa bahati mbaya, ni mpango wa Mungu. Upite hapo ili unyenyekeshwe. Ufundisho kuvumilia. Ufundisho kwamba kuna taabu, lakini taabu hizi ni za muda, sio za milele. Kwa Yesu anakwenda Yerusalemu kwenye njia ya mateso ili atufundishe kuvumilia, atufundishe kutii mapenzi na mpango wa Mungu katika maisha yetu. Tukishatii mpango wa Mungu katika maisha yetu, tutaiona furaha ya milele ambayo tumeandaliwa na Kristo. Bwana asifiwe sana. Mateso si ishara ya kuachwa na Mungu. Unaweza kuwa katika shida, lakini bado uko katika mpango wa Mungu. Danieli alitupwa kwenye tundu la simba. Simba si mnyama wa kawaida. Unaweza akatokea tu hivi simba ukafa.
Mimi nikwambia, hajakuta sana lakini ukafa. Anatisha. Lakini Danieli alitupwa kwenye ile tundu la simba. Wale simba walipomwona Danieli anashuka wakalala. Wakamtukuza. Wakasema, karibu Danieli, uwe salama mahali hapa tulipo. Meno yetu hayana nguvu kwako, maana wewe una nguvu za Mungu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilipotumwa kule Rufiji, wakati huu sasa hivi pepesi, sasa pepesi, sasa hivi tunashinda, nalala tu, Injili inahubiriwa sasa, mitaa inafunguliwa kanda huko Rufiji. Juzi tulikuwa kule Mafia, Injili inahubiriwa, mitaa inafunguliwa kule Mafia. Mafia hakuna kabila, niwaambie, kule Mafia hakuna kabila. Mzee Mdume ni kama Mafia. Kama Mafia. Kule hakuna kabila. Yaani wale watu ni waajabu. Hawezi kukuambia mimi kabila fulani, hakuna. Kule ni watu wa Mafia, wenyewe wanaitwa wa Mafia. Na Injili sasa kule inahubiriwa. Ni mahali pa kisiwa cha kidini Waislamu, lakini kanisa liko. Na wao wanapenda kanisa liwepo kule. Kwa nini? Wanaona faida za kanisa, hata kama hawaingii kwenye Ukristo, lakini wanaona faida za kanisa likiwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa nilipokwenda kule Rufiji, siku moja sikujua, usiku nilitoka kwenda kununua mahitaji dukani usiku kama saa 4. Niliponunua mahitaji yangu, wakati narudi, ukanda ule nyakati hizo kulikuwa na simba hao wanaotaja walikuwa kule kuanzia hapa Mkuranga kurudi vile. Mimi wakati natumwa kwenda kule, nakumbuka saa 10 jioni pale Mwanambaya, unapandisha kutoka mji wa Mwanambaya, alikamatwa mwanamama akaliwa na simba. Sasa jioni, mtu mzima, kwa sababu ya simba nilikuwa na tochi, lakini huwezi kuiwasha usiku, kwa sababu ukiwasha simba atajua simba mwenzangu hivi atakufuata. Kwa hiyo nikawa nimezima simu, narudi nyumbani kwenye ile nyumba ya mchungaji, kwenye ile nyumba yetu ya watumishi. Wakati nakuja njia panda, kuna njia 4, mwili ukacheza, yani msisimko fulani wa ajabu. Nikaanza kuimba, damu yake na sadaka na tegemea daima, yote chini yake. Naimba, lakini mwili unasisimka. Nini? Wao wakaniambia washa tochi. Nikawasha. Nilichokiona sijawahi kukiona tangu sasa. Niliona mtu yuko uchi wa kuzaliwa, hana nguo hata moja, amekaa njia panda. Kwa hiyo alijitega pale ile jikwaa, nikisha kujikwaa nitalemaa mguu kwa heri. Nikapata ujasiri wa Roho Mtakatifu. Nikamwambia, mbona umekaa uchi njiani? Inuka, nene. Akaniambia, sema tochi unamulika wenzako. Nikamwambia, inuka, nitapiga kelele, watakuja. Akainuka na jinsi alivyoumba, nikamulika mpaka anaingia kwenye nyumba yake. Akafunga mlango, nikamshukuru Mungu pale pale. Alafu nikarudi nyumbani. Kesho yake nikawasimulia Wakristo changu, kwa jana nimemkuta mtu fulani. Namjua? Namjua. Nikamwambia nimemkuta pale, ananiambia ni Yesu tutakufa. Nikamwambia sitakufa bali nitaishi. Ujue hiyo ilikuwa mwaka 2000. Sasa hivi ni mwaka gani? Miaka mingapi? Sitakufa bali nitaishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe, nimesikia kwamba umepata tatizo. Kuna nyumba yenu ina mapepo, mmeshindwa kuingia. Naomba mnipe mimi. Nisaidieni ile nyumba yenu, nipeni mimi. Mimi pepo kwangu sio shida, wala mchawi kwangu mimi sio shida. Nipeni mimi nikakaa. Nyinyi mmehama kule mkahamia kwingine. Nipeni mimi niende nikakaa. Bwana Yesu asifiwe sana.
Nipende mimi. Ninaye Roho Mtakatifu ambaye ananipa ujasiri. Na mimi nakuambia hiyo nyumba hata nikifika kama ina popo watahama wenyewe. Kama ni popo wa kawaida watakaa, kama si popo wa kawaida wataondoka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Acha uoga. Yupo Yesu, liko jina la Yesu, jina lenye nguvu lipitalo majina yote. Yesu aliyekwenda Yerusalemu bila kuogopa kifo, bila kuogopa kusulubiwa, bila kuogopa mateso. Yupo Yesu, tukimtaja hakuna chochote kitakacho simama mbele yake. Sasa wewe unakaa kwa kuogopa eti walirusha michanga. Ache warushe michanga. Si walinzi wako, lala koroma ndani, wao wanalinda nje. Acha wazunguke, wanavyozunguka, acha wacheze ngoma zao. Ni walinzi wako. Mungu amewaweka usiibiwe. Unahangaika na mtu aliyeko nje huko ndani. Anakushungua nini? Mwambie na kushukuru Bwana, fanya kazi. Alafu wewe piga usingizi koroma. Uone kama ataendelea kuwa hapo. Tumeacha kusalimiana na jirani kwa sababu watu wanakuambia, unajua yule ni mchawi. Nani aliyekuambia ni mchawi? Kama mlogaji. Na wewe mlogi. Si neno la Mungu nalo, na neno la Mungu. Si maandiko ya Biblia. Usimwache mwanamke mchawi. Mloge na hilo. Na wewe mtamkie, mwambie mwanamke mchawi utakiwa kuishi kwa jina la Yesu kufe, filia mbali. Umepewa. Alafu unamuogopa nini? Nipe hicho kibanda chenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nipe. Sikujua, lakini siku moja nilikuwa na huduma ya sakramenti ya meza ya Bwana mahali. Kashirikisha, kamaliza. Maliza tukakaribishwa kula. Kala. Sasa kabla sijana wenzangu walishaanza kupewa kinywaji. Mimi kabla cha kwangu sijakichukua mezani, nikawasimulia wale wanaotoka kule kwetu Ujerumani. Wakina Msule tunatoka Ujerumani. Hizi hatukai bondeni. Kaa bana. Basi nikamwambia, jamani, mimi na mjomba wangu mmoja, yeye alikuwa anakunywa pombe. Pombe ya kule nyumbani ni dengeliwa, natengenezwa na miwa. Nasema sasa siku moja walikusudia kumuua, wakamwekea sumu kwenye ile pombe, kwenye glasi. Sasa wakampa, ameichukua ile, anataka kupeleka mdomoni, ile glasi ikapasuka from nowhere. Haikupigwa na chochote, lakini ikapasuka, ikadondoka. Pombe ikamwagika. Wale wakashtuka, wakasema huyu wana nini? Sasa nilipomaliza kusimulia ile kitu, nikachukua ile glasi ya kinywaji na mimi ile ikafyatuka huko chini, ikanimwagikia kwenye salawini. Yule aliyetukaribisha akatetemeka, akaniambia, samahani, hiyo glasi ni ya zamani. Nikamwambia weka nyingine. Akaweka nyingine nikanywa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alisema mtakula vitu vya kuvisha havitawadhuru. Ila kama huna imani usijaribu. Kama huna Yesu usijaribu, utakwenda na maji. Tutakupeleka tu. Lakini ukiwa na Yesu, pigia heri. Mungu atubariki na baraka.